So, tunaendelea na topic yetu ya uvivu. Na leo sasa nataka niwapongeze wale wanawake wote ambao wanafanya kazi hizi za kawaida. Kwamba either ni kazi za ndani au ni hizi kazi za ufagizi, ni kazi, yani kuna kazi tu ambazo kwenye macho ya watu wanaziona hazina maana, hazina thamani. Mimi nataka niwapongeze. Na especially kwenye kazi za ndani. Lakini ninajumuisha zote. Kazi za ndani of course najua wanawake wengi wako huko, lakini nataka niwapongeze wale ambao wanazifanya kibiashara, wale wanaozifanya kama ajira. Nimeona katika topiki yetu hii ya uvivu kwamba dada wa kazi ni mvivu, hana lolote. Nina uhakika asilimia kubwa ya wanawake ambao wamemsema vibaya huyu dada ni wanawake ambao tena wanasema kabisa, mimi hizo kazi nishafanyaga, nikaona tu niachane nazo. Nina uhakika kuna walioachana nazo kwa sababu ya kukimbia changamoto, kwa sababu ya kuogopa, kwa sababu ya uoga wa kazi, kwa sababu ya hizo fikra na mindset kwamba hizi kazi ni ngumu, hizi kazi ni hazina maana. So wameacha kufanya kazi za ndani hizo kiuchumi, kwa maana ya kuzitumia kupata kipato, lakini wanaenda kuzifanya kwa mabwana. Yaani kwa bwana, tena bwana ambaye atamchiti, atampiga, atamnyanyasa, atamsemea vibaya, anafanya. Ili mradi apate kodi ya meza. Apate achiwe hayo makombo ya hela. Naita makombo ya hela. Hivyo vihela, hivyo vichenchi. Lakini apambane nayo makazi. Lakini ule ugumu wa yeye kwenda kusubiri kodi ya meza kwa mwanaume, kwa kumpikia, kumfulia, kumfanyia shughuli zote, wakati mwanaume anaendelea kuchapa lapa, anaendelea kujijenga kiuchumi. Yeye haoni kama huo ni ugumu. Ila anaona ugumu ni kufanya kazi za ndani, ulipwe kipato chako, upate mtaji wako, uende ukafanya biashara. So, mimi ninawapongeza hao superwoman, wonder women, warrior women. Yaani nyinyi ni wapambanaji. Nataka nikutie moyo. Na mwingine atasema kwa sababu ana dada center au anafanya biashara hiyo ya wadada wa kazi ndio maana anasema hivyo. Yes, kwa sababu na mimi kuweza kuja kufanya biashara sasa hivi kwenye scale kubwa, kwa sababu mimi nilikuwa mfanyakazi wa ndani, sasa hivi nina taasisi ambayo ina promote sekta ya kazi za nyumbani kwa kuwapa ajira hizo ambazo ni za kuanzia maisha ili muweze kufika. I'm a role model. Nimefanya hizo kazi, sio kwamba sikwambii kitu ambacho mimi sijafanya. I was there. Nimefanya hizo kazi na zikanipa mtaji. Sikuondoka kwa sababu ya ugumu wa kazi. Niliondoka kwa sababu nilitimiza malengo yangu. Nilipata mtaji ambao nilikuwa na utafuta. Na nikaendelea na biashara zingine mpaka nilipofika hapa nafanya kitu ninachokipenda. Nilianza kufanya kitu ambacho sio ndoto yangu, sikuwa nakipenda, lakini nilifanya ili niweze kupata pa kuanzia. That is my point. Kwa hiyo mtu kujisifu kwamba hayo makazi ni magumu sana, yana manyanyaso sana ndio maana niliacha, huo ni upumbavu wa level ya juu. Kwa sababu unaacha kufanya kazi kwa mfumo wa kibiashara, unaacha kufanya kazi kwa sababu eti ya ugumu na changamoto, unaenda kuzifanya kazi hizo yani kizembe, yani kindezi, yani unaenda kumpikia bwana, unaenda kumfulia bwana, ulipwi mshahara wote, unasubiri kodi ya meza, unasubiri nini sijui nisemeje, machenchi yake. Huo ni upumbavu wa level ya juu kabisa. Msichana, mwanamke, unatakiwa upike nyumbani kwenu wakati unafundishwa maisha, kule ndio upike nyumbani kwenu wakati unakuwa. Unapika kwenu, unakuwa kwenu, unajifunza kazi. Ukianza kujitegemea, wakati unajitegemea bado hujajipata, jipikie vizuri, no problem. Lakini unapofikia stage ya kusema mimi naolewa, maana yake tayari na wewe una maono yako, unajua kitu ambacho unataka kufanya maishani. Hauolewi ukimbilie tena jikoni ukaanze na moja. Eti nimeolewa sasa mimi ndio mama wa nyumba, mimi ndio wife material, mimi ndio wakumpikia bwana, kumfulia bwana. Huo ni upumbavu wa level ya juu sana. Umewaweka wanawake wengi kwenye umaskini. Especially kwa wale ambao wanabaki tu kama mama wa nyumbani, na hao ndio wengi. Kuna wale ambao wanaendelea kufanya hizo kazi kwa sababu ya mila na tamaduni. Anyway, nataka
validation ya kuonekana yeye ni mke bora, ni mama bora, pamoja na majukumu yake mengine, lakini still atasema lazima nirudi. That mindset sawa, lakini at least amejikwamua kiuchumi na yeye ana uwezo wa kujitafutia kipato. Lakini wewe ambaye umeenda kujibweteka kabisa kwa Bwana, unasubiria kodi ya meza. Yaani huo ni upumbavu wa level ya juu. Hizo nguvu zako unazokaa nazo hapo, unampikia mwanaume, unamkulia mwanaume, na umri wako unazidi kwenda, huna chochote cha maana. Kodi ya meza yenyewe anayokuachia yaani ni sawa na kukutukana tu, tena kwa manyanyaso, kwa maneno mabaya, kwa dharau. Anakuachia shingapi? Shingapi? Wanawake wengi mlikuwa spoiled mwanzoni wakati mnatongozwa, lakini ukishaenda kwa kama unavyomtega panya. Mtego wa panya unamwekea samaki, lakini akishaingia kwenye mtego nini kinafuata? Unamuua. Kwa wanawake wengi waliingizwa kwenye haya, yani wanaingiaga kwenye hizi ndoa kwa mitego, yani wanapewa vitu vizuri vizuri, visimu, viela, vinini, anaona maisha ndio haya. Akishafika kwenye ndoa, anaanza kufujwa, anaanza kuchuja, anaanza kuchakaa, hana amani, hana furaha, wala vile vitu alivyokuwa anafanywa hafanyi tena. Na yeye anajikatia tamaa. Sasa nitafanyaje? Ndio nishaingia, basi anabaki hapo kama house girl wa milele wa Bwana. Bora uwe house girl wa muda, upate mtaji wako, uende ukatengeneze maisha yako, na wewe siku moja uishi maisha yako unayoyataka. So mimi nawapongeza hao wanawake wote ambao mmeamua kupambana na kazi za ndani kwa ajili ya kutafuta mtaji. Nyie ni ma super woman, nyie ni wapambanaji, nyie ni ma warrior woman. Msimsikilize mjinga yoyote anayekwambia, anayesema mimi hizo kazi ni ngumu sana ndio maana niliziacha. Aliziacha akaenda kudanga. Biashara kudanga ni ngumu sana. Ni ngumu mno. Aliziacha akaenda kutegemea Bwana. Hayo ni maisha magumu sana kwa wanawake. Maisha magumu. Kwa hiyo usije ukasikiliza huo upumbavu wa mtu anakuambia mimi hizo kazi ni ngumu sana, niliamua tu niachane nazo maana zina manyanyaso, zina mateso, zina nini. Hakuna. Bora uteseke kwenye kazi, unajua unapata kipato chako, utaenda kuanzisha maisha yako, utakuwa na uhuru wako wa kiuchumi. Labda la mwisho la kukazia, ambacho mimi ndio kimenifikisha mahali nilipo, unapofanya kazi hizi za chini, ziwe ni za nyumbani, ziwe ni za kufagia, ziwe ni za nini, unapofanya hizo kazi unatumia sana nguvu kuliko akili. Sasa unachotakiwa ili uweze kupiga hatua, make sure kwa kadiri unavyotafuta pesa, utafute na maarifa. Maana yake jiongezee ujuzi, tafuta kufahamu jinsi ya kufanya biashara. Hiyo ndio siri kubwa. Na hata kwenye kozi yangu nilichokiandika, nisababisha mimi nimeweza kutoka dada wa kazi na sasa hivi ni CEO, ni kwa sababu every day, yani natafuta maarifa zaidi ya ninavyotafuta pesa, my friend. Ninatafuta maarifa, na hicho ndio kimewafanya wanawake wengi wanazidi kubaki maskini, kwa sababu akishapata kazi yake labda ya kupika chapati, au kazi yake sio ya kutembeza mboga, kazi yake yoyote tu ile ndogo, ule ujasiriamali mdogo tunasemaga, anaishia hapo, anaendelea tu kutumia nguvu hizo alizonazo, na nguvu zinaendelea kuisha bila kutumia akili, bila kutafuta maarifa ya namna gani ile biashara unaweza ukaikuza, aidha hiyo au kufanya biashara nyingine. Kwa hiyo Biblia inavyosema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, sio kwa kukosa nguvu, kwa kukosa maarifa. Kwa kinachoweza kukutoa, yani utofauti wa hapo ulipo na mbele kufika kwenye mafanikio makubwa ni maarifa. Usiache kuyatafuta, usiache hata siku moja. Na ukitaka kujifunza zaidi, tafuta hiyo kozi yangu iweze kukuonyesha jinsi ambavyo mimi niliweza kutransform kutoka kwenye dada wa kazi mpaka sasa hivi hapa ni CEO wa kuempower wanawake kama unavyoniona. Inahitaji uweze kujiboresha. Hicho ndio kikubwa ambacho naona kinamisi. Wanawake wengi wanabaki tu kwenye kazi za nguvu. Inabidi hapa hii kompyuta hii uiupdate kila siku. Kama unavyoona simu yako unaiupdate kila siku, software mpya. Hii software ndio hii kitu hii ni kubwa, ina uwezo mkubwa kuliko kompyuta aina yoyote, kuliko simu ya aina yoyote. Hiki kitu Mungu alichotupa hiki ndicho kinachotofautisha mabilionea na maskini, hiki hapa. Kwa hiyo tu ndio angalizo ambalo ningependa wanawake ambao mko kwenye kazi za nyumbani au kazi zozote za kawaida za chini, make sure kama unavyotafuta kipato, tafuta maarifa. Soma vitabu mbalimbali, soma kozi mbalimbali. Zitakujenga, zitakupa awareness ambayo itakusaidia wewe kujua jinsi gani ya kunavigate au ya kwenda kwenye hizi, yani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. So good morning, lakini na kazia tu kwamba nyie wanawake ambao mmeamua kujikita kwenye kufanya hizi kazi ambazo wengine wanafikiri ni ngumu, nyie ni ma superwoman, ni ma warrior woman. Good morning, mtindo bora kwa afya baby. Haya, kazi iendelee jamani.